Elimika na Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilali Seiful Yami nitakusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Rashid Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Rais Daktari Samia azindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Mkuu wa mkoa wa Songwe asisitiza kuanzishwa vituo vya ubora wa kilimo katika halmashauri. Katika habari za kimataifa, mamia wa Ethiopia kaskazini mwa Tigray wavuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan wakikimbia mapigano. Kapu la habari linaanzia jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amezindua nyenzo 4 zitakazotumika katika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050, akisisitiza Watanzania kulinda na kuweka mbele amani na utulivu wa nchi ili kufanikisha utekelezaji wa dira hiyo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito huo Ikulu jijini Dar es Salaam wakati hafla ya uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 na mkutano wa mazungumzo maalum kati ya serikali na sekta binafsi. Akifungua mkutano huo na kueleza umuhimu wa amani katika ukuaji wa uchumi, Rais Dr. Samia amesisitiza umuhimu wa amani na utulivu katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050. Mambo tuliyoyaweka kwenye dira ni makubwa mno, na kwa maana hiyo lazima tuanze sasa. Tusiseme tunaanza mwaka huu kwa maneno, tuanze kweli mwaka huu. Waheshimiwa viongozi na washiriki wote, nipende kusisitiza kuwa amani na utulivu ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Unaweza ukawa na matrilioni ya mapesa, kama hakuna amani na utulivu, hii dira haitatekelezeka. Hatutaweza kufanya chochote. Lakini tunaweza tusiwe na pesa sasa, tuna malengo, tuna dira letu, kitabu chetu, lakini tukaweza kutekeleza kama tutakuwa na amani na utulivu. Niwaombe ndugu zangu wote wa Tanzania, sekta ya umma, sekta binafsi, wote twende tuweke amani na utulivu. Lolote unalohisi litavunja amani usiliunge mkono. Akitoa salamu za SMZ, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ili kufikia dira ya maendeleo 2050, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar itaendelea kushirikiana na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dira ya 2050 imeweka matarajio makubwa ya kujenga uchumi wenye ushindani unaongozwa na tija, ubunifu, teknolojia na ushiriki mpana wa sekta binafsi. Ni dhahiri kuwa ili kufikia malengo hayo kunahitajika uwekezaji mkubwa katika viwanda, utalii, uchumi wa bluu, kilimo cha kisasa, huduma za kifedha, uchumi wa kidijitali pamoja na maendeleo ya rasilimali watu. Napenda niahidi kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana kikamilifu na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha maeneo haya yanapewa kipaumbele katika utekelezaji wa dira.
Awali, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo ametaja mafanikio makubwa ya mageuzi ya kiuchumi, mazingira ya biashara na uwekezaji nchini Tanzania. Mafanikio haya ni matokeo ya maono yako makubwa, ni matokeo ya uwezo wako bayana, ni matokeo ya bidii yako iliyo thabiti, na ni matokeo ya utashi na utayari wa kisiasa. Ni matokeo ya usimamizi imara wa sera zako za kiuchumi. Mafanikio haya yanatupa matumaini kwamba kupitia ushirikiano wa serikali na sekta binafsi ambao tumeonyesha leo katika utekelezaji wa dira 2050, Tanzania inaweza kuwa kitovu cha uwekezaji, ubunifu, ujasiriamali barani Afrika. Jijini Mwanza, jamii nchini imeaswa kuzingatia wajibu wao wa kuzisoma na kuzifahamu sheria za nchi zilizopo kwenye katiba ya nchi ili kujiepusha na migogoro ambayo inaweza kusababishwa na kutozifahamu sheria za nchi ipasavyo. Zuberi Mgaya anatuarifu zaidi. Wito huo umetolewa na hakimu mkazi Matilda George Joseph wakati alipotembelea katika ofisi zetu za Mahasin TV akiambatana na mawakili wasomi wa kujitegemea, ambapo amesisitiza umuhimu wa raia wote nchini kuzifahamu sheria na kuzingatia. Katika maisha yetu yote ya kawaida lazima uijue sheria, na sheria haianzii ngazi ya juu tu, sheria inaanzia ngazi za familia, lakini hata kabla ya ngazi za familia, sheria ni kitu ambacho kiko ndani, ndani ya moyo wako. Na ndio maana hata mtoto mdogo akikosea, huyo mtoto ambaye hajui sheria, hajui chochote, lakini akifanya kosa anajua hapa nimefanya kosa, ndio hiyo inakuwa ni katika misingi hiyo ya sheria kwamba kumbe kufanya hiki ni kosa. Kwa nini ni kosa? Kwa sababu kuna sheria ama kuna namna utaratibu unakataza. Na kwa misingi hiyo, kwa sababu sheria inaanzia kutoka chini, basi tunaamini kila mtu anatakiwa ajue sheria na kila mtu anajua sheria. Na ndio maana hauwezi kutumia sheria kama utetezi, kwamba mimi sifahamu sheria kwamba upewe kinga. Hapana. Regimius Mainde ambaye ni wakili msomi wa kujitegemea amesema njia pekee inayoweza kupunguza migogoro katika nyanja mbalimbali ikiwemo uchumi na siasa ni kuzisoma sheria kwa uangalifu mkubwa na kuzitekeleza. Napenda kuiasa jamii yangu ya Watanzania kwamba sheria ni kanuni, ni utaratibu, ni namna ambavyo jamii imepanga ili kujiongoza na kujitawala kwa kuweka masharti, jinsi ya kuishi na adhabu kwa yule ambaye anakiuka sheria ile. Kwa ni jambo la msingi sana kwa kila mwananchi au kila raia kujua haki zake, kujua mipaka yake kwa mujibu wa sheria hizo, na kuhakikisha kwamba anaishi kwa mujibu wa sheria zake za nchi. Hiyo itatusaidia kuwa na jamii ambayo imetulia, jamii isiyokuwa na kero nyingi. Naye Akram Adam ambaye pia ni wakili msomi wa kujitegemea ametoa wito kwa jamii kufika katika vyombo vinavyotumika kutafsiri sheria kwa ajili ya kujifunza baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuleta utata kisheria. Ujumla, sheria, mahakama, wanasheria, ofisi za wanasheria, ofisi za wanasheria mkuu wa serikali na sehemu zote, hata polisi pia, watu wasihofu. Sheria wanaweza wa kuielewa na kupata uelewa wake. Hautakuwa kama mimi ambaye nimekwenda chuo nikakaa muda mrefu, lakini tunaziita kuna haki za kimsingi ambazo unapaswa kuzijua na kuzitambua. Mimi nadhani ni wakati mzuri sasa wa Tanzania, unaweza ukatembelea ofisi za mawakili, zipo mahakama siku hizi ina uwezo wa kutoa hiyo, inatoa elimu mara kadha wa kadha kwa wananchi. Lakini pia kuna chama cha mawakili ambacho siwezi kukisahau kukizungumzia. Chama cha mawakili kina ofisi katika kila kanda. Kituo cha sayansi ya malezi ya nafsi kilichopo chini ya taasisi ya Muslim Propelling Family MPF kimewatunuku vyeti walimu 40 waliohitimu mafunzo ya malezi ya nafsi, hatua inayolenga kukabiliana na matendo mabaya yanayofanyika katika jamii yanayochangia mmomonyoko wa maadili. Taarifa yake Bi Aisha Mpatila inasimuliwa naye studio Nuhu Stima.
Akizungumza kabla ya kutunuku vyeti hivyo, mgeni rasmi wa hafla hiyo, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amir, amesema mafunzo hayo yamekuja wakati mwafaka katika kipindi ambacho serikali inaendelea kutekeleza maboresho makubwa ya mfumo wa elimu. Maboresho hayo yameweka msisitizo mkubwa katika kumjenga mwanafunzi si kwa maarifa ya darasani pekee, bali pia kwa tabia, uzalendo, nidhamu, uadilifu, wajibikaji, ubunifu na uwezo wa kuishi na wengine. Programu hii ya malezi ya nafsi mnayohitimu leo imekuja wakati muafaka. Inakamilisha juhudi za serikali za kuhakikisha kuwa walimu wetu wanakuwa si wataalamu wa kufundisha pekee, bali pia walezi wa tabia njema, washauri na viongozi wa maadili katika jamii. Hii ni kwa sababu taifa letu linahitaji walimu watakaowajenga watoto wetu kuwa watu wenye maarifa yanayoambatana na utu, heshima, nidhamu na uzalendo. Mratibu wa kituo hicho kilichopo Sanze, wilaya ya Kisarawe, mkoani Pwani, Omar Athumani Msuya, ameeleza umuhimu wa elimu ya malezi na nafsi si tu kwa watoto na vijana, bali ni kwa jamii nzima, huku Shekhe wa mkoa wa Pwani Sheikh Hamisa Abasi Mtupa akitoa rai kuungwa mkono kwa vituo vya aina hiyo. Malezi ya nafsi yana mchango mkubwa sana kwa vijana, sio vijana tu, hata mpaka na wazee, na hata kwa sababu sasa hivi tunavyoona sio vijana tu ni changamoto. Shida ya maadili imeanza kwa wale wazazi wa hawa vijana. Malezi ya nafsi inatakiwa iende kwa umri wote, kuanzia wale wakubwa, wazima na vijana, na hata rika dogo kabla alijaathirika. Mtu akisharibika, kuanza kutena kumrekebisha ni kazi ngumu zaidi kuliko yule ambaye hajaharibika, anajengeka kirahisi. Hiki kituo ni nuru, ni tunu kwetu. Niombe serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan wakitazame kituo hiki na vituo vinavyofanana na hiki katika kuvifuatilia, kuviwezesha, kusaidia uendeshaji wake, kwa sababu ni vituo ambavyo very important, vina umuhimu mkubwa sana katika kulea jamii, na hasa katika kipindi hiki ambacho dunia na taifa linalalamika kuhusiana na mmomonyoko wa maadili. Nao kwa upande wao, baadhi ya wanufaika wa elimu ya sayansi na malezi wameahidi kutumia taaluma walioipata katika kuhakikisha jamii inabaki salama dhidi ya vitendo vya mmomonyoko wa maadili. Hatuwezi kuyatengeneza maadili nje ya mfumo wa kisayansi ambao unalenga kumtengeneza sayansi ya malezi ya nafsi, kwa sababu mwanadamu ana pande kuu mbili. Ana upande wa kasha linaloonekana, lakini ana upande ambao ufikiki, ni upande wa dhahania ambao tutasema nafsi, na ndio unaweza kutengeneza majambo makubwa na uwezo kuleta maharibifu au uharibifu tunaoona katika jamii zetu. Haya yote ambayo tunayaona yanatokea katika jamii kwa sababu na mmomonyoko wa maadili ni kwa sababu ya nafsi zimekufa. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kutokana na elimu yangu, jamii yangu itegemee matokeo bora katika malezi ya vijana wetu kuanzia wadogo mpaka barobaro. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame amesisitiza umuhimu wa kuanzishwa kwa vituo vya ubora vya kilimo, mifugo na uvuvi katika ngazi ya tarafa na halmashauri ili kuwafikishia wakulima na wafugaji elimu na teknolojia za kisasa kwa vitendo. RC Makame ameyasema hayo wakati alipotembelea mabanda mbalimbali ya taasisi na wadau wa sekta ya kilimo katika maonyesho ya 88 yanayoendelea kwenye viwanja vya John Mwakangale jijini Mbeya, ambapo alikuwa mgeni rasmi katika maonyesho ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Kwenye kila halmashauri tukawa na vituo vya ubora vya kilimo. Manake tunamaanisha vituo vya ubora kwenye kilimo mazao, vituo vya ubora kwenye ufugaji, vituo vya ubora kwenye eneo la uvuvi kwa maana ya ufugaji wa samaki. Kile ambacho tumekionyesha hapa, tunakuwa na vituo vyetu kule, tunaweza tukaamua kuviweka kwenye ngazi ya tarafa. Tunakuwa na kituo cha ubora kwenye ngazi ya tarafa pale, au kituo cha mafunzo ya kilimo, kwa sababu kanda yetu hii sisi ni kubwa sana. Kwa hiyo tafsiri yake manake ni lazima tukibebe hiki ambacho tunakionyesha hapa, tuende tukakiweke kwa vitendo kule tunakotekeleza kwenye ngazi ya halmashauri. Aidha, RC Makame amezitaka halmashauri zote za kanda ya Nyanda za Juu Kusini kutenga bajeti itakayosaidia kuanzishwa kwa vituo hivyo ambavyo vitakuwa msingi mkuu kwa wakulima katika kujifunza masuala mbalimbali yanayohusiana na sekta hiyo. Najua halmashauri zetu mmetenga bajeti kwenye kila halmashauri
mlikuwa mnatenga bajeti kwa ajili ya kuanza kulitekeleza hili, lakini sio vibaya tukalifanya kama ni la nyanda za juu kusini kwenye kila halmashauri, sababu hapa tumeona changamoto zingine. Kuna mazao mengine tunashindwa kuja kuyaonesha hapa kwa sababu ya hali ya hewa, lakini kule yanawezekana. Basi kwenye kituo pale cha ubora, yale mazao yanayopatikana kwenye ukanda wenu yawekeni pale katika ubora ule unaotakiwa. Mkulima akija pale anasema kumbe nikilima vizuri mahindi ndio yanakuwa hivi, kumbe nikilima vizuri nikisimamia vizuri parachichi ndio inakuwa hivi, kumbe nikisimamia vizuri kahawa ndio inakuwa hivi. Anakuja kujifunza kwenye kituo cha ubora ambacho tumekianzisha sisi halmashauri. Katika hatua nyingine, RC Makame ametilia mkazo pia katika sekta ya ufugaji ili kuwajengea uelewa wa wafugaji juu ya namna bora kuzingatia kanuni za ufugaji bora utakaosaidia kustawisha mifugo yao. Lakini hali kadhalika kwenye ufugaji, wale ng'ombe ambao tumewaona hapa wanakuwepo kule kwenye halmashauri zetu kupitia kwenye kituo chetu cha ubora. Shughuli zile za uhimilishaji ambazo tumeziona hapa kwenye kituo chetu cha ubora tunazifanya, lakini wafugaji wanajifunza pale kwa vitendo. Mashamba yale ya malisho kwenye kituo chetu cha ubora tunakuwa na plots pale mbalimbali ambazo tunaonesha malisho ambayo ya aina tofauti tofauti, kwamba unaweza ukalima malisho haya, unaweza ukalima malisho haya, unaweza ukalima malisho haya. Haya yanapatikana sehemu fulani kwa gharama fulani. Tukielekea jijini Tanga, halmashauri ya jiji la Tanga imetoa kiasi cha shilingi bilioni 5.13 kwa vikundi vya wajasiriamali vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika mwaka wa fedha 2025-2026, lengo likiwa kuendelea kuyainua kiuchumi makundi hayo. Nuhu Stima ana taarifa kamili. Hayo yamebainishwa na mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya jiji la Tanga, Simon Mtende, mara baada ya kufanya ziara ya kutembelea vikundi vinne vya wanufaika wa mikopo hiyo kwa lengo la kufuatilia maendeleo ya vikundi vinavyopatiwa fedha hizo kwa ajili ya kujiendeleza kiuchumi. Kwa tumetoa fedha nyingi sana kuliko miaka ya nyuma, kwa maana kwamba mwaka wa fedha tumetoa zaidi ya shilingi bilioni 5,130,971,000, ambapo kwa mchanganuo ufuatao: wanawake ni vikundi 171 ambao wamepata bilioni 1,975,577,500. Vijana ni vikundi 113 ambao wamepata bilioni 2,931,11,500. Na watu wenye ulemavu ni vikundi 27 ambao wamepata milioni 233,982,000. Hasa jumla inakuja ni vikundi 311 ambavyo nimekopesha kwa mwaka mmoja, lakini fedha kama nilivyosema ni bilioni 5,130,971,000. Ni fedha ambazo ni nyingi sana ambazo zimeenda kwenye vikundi. Aidha, Mtende ameelezea mchanganuo wa vikundi hivyo vinavyonufaika na fedha hizo za mkopo huo pamoja na shughuli wanazozifanya. Sasa hizi shughuli za vikundi zimegawanyika katika maeneo tofauti tofauti. Kuna zile zinazojihusisha na mambo ya viwanda vidogo vidogo, kuna wale wanajihusisha na ufugaji, kilimo, fundi seremala, aluminium na mambo mengineyo. Sasa leo tumefanikiwa kutembelea vikundi vinne, ambapo vikundi vitatu ni vikundi vya vijana na kikundi kimoja ni kikundi cha wanawake. Kikundi cha kwanza cha vijana ambacho tumetembelea kikundi cha Sky Youth Group ambacho kiko kata ya Maweni. Ni kikundi kinachojihusisha na masuala ya utengenezaji wa rangi, lakini pia kinajihusisha na uuzaji wa vifaa vya ujenzi. Ni kikundi ambacho kimekopeshwa na halmashauri kiasi cha shilingi milioni 80. Katika hatua nyingine, Mtende amebainisha kikundi cha vijana ambacho kimeendelea kunufaika na tenda za serikali mara baada ya kupata mkopo huo uliosaidia kuingiza ubia na taasisi mbalimbali za serikali katika ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umma. Mtanga Youth Group ambacho kipo kata ya Usagara, kikundi hiki kimepata fedha milioni 20 wanajihusisha na mambo ya aluminium. Ni kikundi cha miaka miwili ya nyuma, na kikundi hiki kimefanikiwa kupata tenda nyingi sana za serikali kwa sababu kimesajiliwa katika mfumo wa manunuzi ya umma, yani NeST, na kimepata tenda za kutengeneza madirisha za aluminium kwenye shule za sekondari, shule za msingi, lakini pia hata vituo vya afya. Tukisalia jijini Tanga, serikali ya wilaya ya Tanga imebainisha kupiga hatua kubwa za kujivunia kufuatia kuongezeka kwa kiwango cha unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya mwanzo ya maisha ya mtoto tangu kuzaliwa,
ikiongezeka kutoka asilimia 58 mwaka 2018 hadi kufikia asilimia 60 mwaka 2022. Yamebainika hayo katika uzinduzi wa wiki ya unyonyeshaji duniani kwa mwaka 2026 kwa mkoa wa Tanga. Pamoja na mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kuongeza kiwango cha unyonyeshaji, serikali imelenga kuweka mikakati thabiti ya kisheria ya kuwalinda kina mama mahali pa kazi. Pamoja na mafanikio haya, bado hatujafikia viwango vinavyotarajiwa. Wasiwasi mkubwa upo katika kuendelea kwa unyonyeshaji baada ya mtoto kufikisha mwaka mmoja, ambapo ni asilimia 35 tu ya watoto wenye umri wa miezi 20 hadi 24 wanaoendelea kunyonya maziwa ya mama. Unyonyeshaji na uwekezaji usio na gharama ni wenye faida kubwa kwa taifa, na msisitizo ukitolewa kwa lishe bora kwa mtoto kupitia maziwa ya mama ndio kipaumbele namba 1 cha serikali. Kwa hiyo huu ni uwekezaji ambao tunawekeza kwa mtoto, lakini ni kwamba tunawekeza kwa mtu, na baadaye kabisa ni uwekezaji wa taifa kwa ujumla, kwa sababu tutapata watu, na mtaji mkubwa wa taifa ni watu. Pesa inakuja baadaye. Sehemu nyingi za kazi bado hazijawa rafiki kwa unyonyeshaji, lakini pia upatikanaji na ushauri wa kitaalamu wa masuala ya kunyonyesha bado haujaweza kuwafikia akina mama wote wanaohitaji. Aidha, pia kuna uuzaji usiofaa wa hizi bidhaa za maziwa ya watoto, maziwa mbadala ya watoto. Changamoto hizi hata hivyo zinatukumbusha kwamba unyonyeshaji sio jukumu la mama peke yake, ni jukumu la wote. Viongozi hao pia wametoa wito kwa wanaume na jamii kwa ujumla kujitokeza kuwasaidia kina mama kisaikolojia na kiuchumi ili kuweka mazingira tulivu yatakayowezesha watoto kupata haki yao ya msingi ya lishe bora kwa siku 1000 za mwanzo za maisha yao. Kisiwani Unguja, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Khamis amewataka watendaji wa manispaa ya Mji Kati kusimamia kikamilifu sheria, kanuni na taratibu za ujenzi ili kuepukana na ujenzi holela pamoja na kupunguza migogoro ya ardhi katika jamii. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza katika mkutano uliowashirikisha watendaji na viongozi wa manispaa ya Mji Kati, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Khamis amewataka viongozi kushirikiana katika kutatua changamoto zilizopo ikiwemo ujenzi holela. Kibali, msitoe kibali kama hamjenda kukagua eneo, mnawatizama watu machoni, watu wa ujenzi. Kaja Hamida, mkuu wa mkoa, unamjua, yani wewe unaamini kwamba alichokisema yeye ni sahihi. Nendeni mko site mkashauri. Hapa unapotaka kujenga unatakiwa ujenge kwa hivi, njia hii iachwe, kwa sababu kuna kesi nyingi ziko mezani za vichochoro vilozibwa. Kwa hiyo kwenye hilo kwanza mnaongeza migogoro ya ardhi, wakati maelekezo ya serikali ni kupunguza au kuondoa kabisa. Lakini pili, mapato yanakosekana. Kwa upande wao, viongozi wa wilaya na manispaa ya Mji Kati wamemhakikishia mkuu wa mkoa kwenda kusimamia ipasavyo kuhakikisha watendaji wanafuata sheria za umma na serikali za mitaa. Nalo linatuangusha sana katika harakati zetu za usafi na harakati mbalimbali, na hata hiyo kuwatoa barabarani. Tunataka kufanya operation maalum pia kuwatoa kuanzia kwa Bindau mpaka kule Bango la Mkoa, ukatoa kila kitu barabarani, unarudi tena kesho hao. Kwa hiyo jamii nayo ina nafasi yake ya kusababisha sisi tusifanye vizuri, lakini tunajitahidi na tunakuahidi. Kwa mimi nikuombe Mheshimiwa mkuu wa mkoa uendelee kutukumbusha. Imani yangu kwamba lengo na mazumuni yetu sote kuona kwamba tunafikia malengo, na nikuombe sana pale ambapo tutapokuwa tunachukua hatua, basi utuunge mkono, kwa sababu wapo ambao waelewa, kuwakumbusha wanajua wajibu wao, kuna wengine hawasikii. Nao watendaji wa manispaa hiyo wameahidi kufuata yale yote walioelekezwa ili kuondoa kasoro zilizojitokeza katika utendaji kazi wao. Ikiwa kama afisa mkuu mwenye dhamana ya taasisi hii, tutahakikisha kwamba tunasimamia sheria zote, kanuni pamoja na miongozo ya utumishi ili kuimarisha utendaji
kwa watendaji ambao walipangiwa kutekeleza majukumu yao mbalimbali yakiwemo yale ya usafi na kwa mkoa, pamoja na wale wanaosimamia vibali vya ujenzi na mambo mengineyo ya taasisi. Tumefurahi kwa ujio wa mkuu wa mkoa kwa sababu inatakiwa viongozi yoyote apite katika wafanyakazi wake kusikiliza changamoto ili kuwapa na wao maagizo wanayoyataka. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Rashid Mgaya. Mtazamaji wa Mahasin TV, ni ukaribishe kwa upande wa habari za kimataifa, tukianzia huko nchini Ethiopia. Mamia ya Waethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan katika siku mbili zilizopita, wakikimbia mapigano karibu na mpaka. Vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudan vimeliambia shirika la habari la AFP kuwa mmiminiko huo unajiri huku Sudan yenyewe ikiendelea kukabiliwa na vita vikali kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF vilivyoanza Aprili ya mwaka 2023. Mwanachama wa kikosi cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF alisema mapigano hayo yalihusisha mizinga mikubwa na droni kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray yalitokea katika eneo la magharibi mwa Tigray la Sherarina karibu na mpaka wa Sudan mapema Jumamosi na kuendelea hadi karibu jioni. Chanzo cha usalama cha Sudan katika mji wa mpakani wa Hamdayet kilisema waliowasili kutoka Tigray ni pamoja na wapiganaji waliojeruhiwa. Chanzo cha matibabu katika kituo cha afya cha mpakani kilisema waliojeruhiwa walipata huduma ya kwanza kabla ya kuhamishwa Al-Hushaba, kilomita 15 ndani ya Sudan, ambako wanaishi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya mwaka 2020 hadi 22 kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray. Mtazamaji wa Mahasin TV, naweka nukta kwa taarifa hiyo. Kwingineko, wafanyakazi wawili wamefariki dunia baada ya helikopta mbili kugongana angani nchini Ugiriki wakati zikishiriki kuzima moto wa nyika. Waliofariki ni rubani wa Denmark na afisa wa mawasiliano wa idara ya zimamoto ya Ugiriki, ambapo rubani raia wa Uingereza na mratibu mwingine raia wa Ugiriki waliokuwa kwenye helikopta ya pili walinusurika. Video ya tukio hilo lililotokea takriban umbali wa maili 42 magharibi mwa mji mkuu wa Athens inaonyesha helikopta aina ya Bell ikigonga mabawa za helikopta nyingine ambayo ilishika moto. Moto wa nyika umezuka nchini Ugiriki wiki hii na kusababisha uhamishaji wa watu kwa wingi, ambapo nchi nyingine za Ulaya pia zimekumbwa na moto mkubwa na hatari wakati wa vipindi virefu vya joto kali. Kwa mujibu wa idara ya zimamoto ya Ugiriki, helikopta hizo aina mbili za Bell ambazo zimekodishwa kutoka kampuni ya Australia ya Maki Demot Aviation ziligongana siku ya Jumapili Agosti 2 wakati zikishiriki juhudi za kuzima moto mkubwa uliokuwa ukiwaka katika mpaka wa Attika na Boeotia.
wafanyakazi wa helikopta moja waliokolewa wakiwa hai, huku helikopta ya pili walipatikana wakiwa hawajitambui na baadaye kuthibitishwa kufariki dunia. Mtazamaji wa Mahasin TV, tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi yaliua watu wasiopungua 9 siku ya Jumapili Agosti 2, huku mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yakiua watu wasiopungua 5. Mapigano hayo yanajiri huku kukiwa na ishara kwamba Moscow na Kiev zinaongeza ukubwa wa nguvu ya mashambulizi dhidi ya kila mmoja, karibu miaka 4.5 tangu kuanza vita hivyo vikali. Vifo vya raia nchini Ukraine vimeongezeka mwaka huu, huku Urusi ikiongeza matumizi yake ya makombora ya masafa marefu ambayo ni magumu kuyazuia kulingana na data za Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, Kiev imeanzisha mawimbi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Urusi, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya nishati na maghala rejareja, katika juhudi za kushinikiza Moscow kufanya mazungumzo ya kukomesha mashambulizi yake. Mashambulizi ya Ukraine katika eneo la Belgorod nchini Urusi linapopakana na Ukraine yaliyoua watu 4 mapema Jumapili, akiwemo msichana wa umri wa miaka 13 karibu na uwanja wa michezo. Hayo ni kwa mujibu wa kaimu gavana wa eneo hilo Alexander Shuvev. Shambulio tofauti la droni katika eneo la Saratov nchini Urusi linalopakana na Kazakhstan liliua watu 2 huku 3 wakiuawa katika shambulio la droni za Ukraine kwenye gari katika eneo la Udmurtia nchini Urusi. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka hapa Mahasin TV. Jina langu ni Zuberi Mgaya. Shukran Zuberi Rashid Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Rais Daktari Samia azindua nyenzo za utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Mkuu wa mkoa wa Songwe asisitiza kuanzishwa vituo vya ubora wa kilimo katika halmashauri. Katika habari za kimataifa, mamia wa Ethiopia kaskazini mwa Tigray wavuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan wakikimbia mapigano. Na kwa nukta hiyo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah para majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilali Sefu Riami nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Rashid Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwe na wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.